Meja, hii leo mmeshawasili hapa Babati kuelekea kwenye mchezo wenu dhidi ya Fountain Gate, mchezo ambao utachezwa kesho. Lakini hii leo ambayo siku ya Pasaka, watani zenu Simba nao wanashuka dimbani kwenda kumkabili Stellenbosch kutoka South Africa, mchezo wa nusu finali kombe la shirikisho ambalo tayari nyewe mmeshafika mpaka finali. Pengine tunaweza tukaimulike mchezo huu. Unaona utakuwa ni mchezo wa aina gani kwa yale maneno ambayo yameshazungumzwa sana, lakini pia kikubwa ni kuhamishwa mchezo kutoka katika dimba la Benjamin Mkapa kwenda kuchezwa katika dimba la New Amani Complex. Hii inakaa vipi kwa watani zenu? Kwa hiyo sisi kama influencer watu wa Yanga sisi tuko hapa tangu juzi. Timu kweli imefika jana, lakini sisi tangu juzi tuko hapa na tumefika vizuri, tumepokelewa vizuri na watu wa Manyara hapa, ni wakarimu, maisha yameendelea. Kuhusu game ya Simba dhidi ya Stellenbosch ni kwamba ni game ngumu, lakini Simba wenyewe wanajidai kwenye uzoefu, na kiangalia zile ranki za kafu zinakuwa zinawabeba, lakini kiukweli ni mechi ngumu sana ambayo kama wangekuwa wako kamili zaidi maana wanatakiwa waimalizie hapa. Ni mechi ngumu, na kutolewa Benjamin Mkapa kupelekwa kule pia kwa wao ni msiba, kwa sababu wao wanaamini kwa Mkapa hatoki mtu. Kwa hiyo kwa wao pia ni changamoto kubwa, kwa sababu walishazoea uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini sasa wamepelekwa kule Zanzibar, maana wana kazi ya kufanya, kiukweli. Wengi wanasema kwamba Benjamin Mkapa ni uwanja ambao wameshauzoea, lakini pia New Amani ni mchezo ambao tayari wameshaucheza na wanaufahamu. Wengi wakasema ni mchezo wa ugenini kwa kile ambacho kinaendelea. Pengine hii inaweza ikaathiri chochote kwenye matokeo yao hii leo? Inaathiri, kwa sababu ukiangalia kwa vipimo ambavyo tunaambiwa Benjamin Mkapa vipimo vyake kidogo ni vikubwa kuliko New Amani Stadium. Kwa hiyo pia inaweza ikaathiri, na ndio hivyo kuzoea yani mazingira, wakati mwingine inaweza kama mazingira ya kimpira au mazingira tu ya utamaduni ya nini, umeelewa? Kwa sababu tunapokuambia kwa Mkapa atoki mtu, yani anaaminisha kwamba ule uwanja kuna vitu fulani labda pengine wanakuwa wenzetu wanavifanya, umeelewa? Kwa hiyo sasa kama ushazoea kufanya hivyo vitu, kwa sababu ule uwanja baada ya mechi yao kumalizika ukafukuliwa chini ukakuta kuna vitu vya ajabu kwenye uwanja, kwa sababu kabla ya hapo ule uwanja ulikuwa utui maji, yani ule uwanja ulikuwa weki maji, lakini baada ya ile mechi yao tu ukakuta ule uwanja mpaka maji yamesimama. Kwa hiyo inasemekana kuna vitu fulani walikuwa wamevitengeneza kwenye uwanja. Sasa kwenye uwanja New Amani kule hayo mambo hawezi akaruhusiwa, kwa sababu ule uwanja maana hawa ni wageni. Kwa hiyo shida wanayo kwa sababu ni uwanja ambao unatumia mpya, kuna mambo ya ajabu hawezi kuyafanya kule. Lakini wanasema uwanja tayari wamekabidhiwa mapema na mpaka sasa hivi wako nao. Pengine kuna namna ambavyo wanaweza wakafaidika na swala hilo. Wamekabidhiwa uwanja, lakini sio mali yako. Unajua kuna kukabidhiwa uwanja na uwanja kuwa unaumiliki wewe. Kukabidhiwa maana yake wale chama cha mpira cha Zanzibar kitapa uwanja kwa ajili ya kufanya mazoezi, lakini masuala ya ajabu ya kujasiu na mbuzi sio kuja na vizee wangapi kule hawezi kuruhusiwa hivyo vitu. Yani hivyo vitu havipo kabisa, na kwa sababu kule pia ukiangalia namna ambavyo ya tamaduni za Zanzibar unaona kabisa watu wamekakaa kidini sana, kwa mambo ya ovyo ovyo sidhani kama wataruhusu. Pengine hayo mambo huenda ndio yamewasababisha wenyewe mchezo kwenda kuwakabidhi watu wa Zanzibar, kama ambavyo ilikuwa jana Ahmed Ally alichokizungumza kwamba hii mechi na waachia huu mzigo na waachia nyie muende mkaamue. Huko ni kujipendekeza, haiwezekani ng'ombe alisho siku ya mnada. Yani siku zote ucheze mechi zako huku, leo unacheza mechi yako huko na ifomu wakabidhi watu. Kama wakabidhi watu mechi zote. Kwa hiyo wazee wale nao wana akili timamu. Umeelewa? Alafu hapa akichezi wazee, kinachezwa maandalizi, umejiandaa vipi kwa ajili ya kukabidhi mchezo husika. Ukimpa mzee, ukimpa kijana, kama maandalizi yako ni finyu, maana unatolewa tu. Yani mzee hasaidii chochote, kwa sababu mzee acheze mpira. Umeelewa? Kwa hiyo ni wasiwasi tu, ni hofu, kwa sababu wao wanahisi pengine sisi tutatia mkono, wakati sisi tunadili na mechi yetu. Kesho tunacheza na Fountain Gate, ni mechi ngumu, kwa sababu tunachokifanya sasa ni kukusanya point ili kuweza kuwa na uhakika wa kuchukua ili kombe mara 4 mfululizo. Umeelewa? Kwa hiyo kitu ambacho tunapigania sasa hivi ni kwenda kuchukua pointi zetu kesho. Kwa hiyo sisi tumewaacha wajibu ambao wanavyojibu, lakini mwisho wa siku tukikutana nao, unajua Yanga tunachojivunia kwamba tukikutana naye sisi tunampiga. Yaani hiyo ndio kujivunia, ndio basi tunatamba, hatuna wasiwasi. Na story ndio itakuwa imeishia hapo. Sasa wewe unakuwa mbabe away, ukija nyumbani mtu anakupiga, maana yani hamna unachokifanya. Yeye kwa viwango vya ranki za kafu yuko juu pale, sio nafasi ya 4, sio ya 5, sio ya 6. Sisi tuko kwenye 10 huko. Lakini tukikutana naye tunamfunga. Huo sisi ndio tunachojivunia sisi Yanga.
hatushughuliki na mambo mengine. Na umeona tumekuja tangu juzi hapa, tunakula vizuri, tunalala vizuri, tunashukuru uongozi wa Yanga unatusupport, umeelewa? Benki ya NBC kama hivi imetusupport mpaka tumefika hapa, klabu ya Yanga imetusupport, umeelewa? Maana yake tunajivunia. Wao hawezi kufanya vitu kama hivi, yani wiki moja kabla uende kwenye sehemu ya mchezo, maana yake kitu ambacho hakiwezekani. Na ndio tofauti kati ya Simba na Yanga. Simba na Yanga maana yake utofauti wake unakuja hata namna ambavyo viongozi wanajali mashabiki. Kwa mfano CFS tunajaliwa basi zima, yani kwa maana ya Costa nzima tumekodiwa kwa ajili yetu sisi, kwa ajili ya kuja kuishangilia timu. Wenzetu hawana mambo kama hayo. Haya utapata wapi? Hicho ndio kitu ambacho mnawazidi. Sio hivyo, tunawazidi vitu vingi sana, tunawazidi vitu vingi mno. Umeelewa? Na kikubwa ndio kwa sababu wao huwa wenyewe wanalalamika ambao sijui kiongozi wetu hatujali, sisi tunajaliwa. Tumekuja tangu majuzi, tunaishi vizuri, tunakula vizuri, tunalala vizuri na maisha yanaendelea. Tunasubiri mechi yetu kesho, tushangilia huku tukiwa tunaombea wao mabaya. Yaani tukiwa tunaombea mabaya bwana. Kama niwafike rekodi zenu. Hatutamani na hawezi kufika. Yaani mimi na uhakika leo hii kama sio suluhu basi watafungwa. Yaani leo kama sio suluhu watafungwa. Kushukuru sana. Asante sana.